Wakati Mungu anamtuma Musa kwenye mlango wa 4, Musa akamuuliza Mungu hivi, wataaminije kama kweli umenitokea? Kwa nini Mungu alimuuliza Musa, mkononi mwako una nini? Miaka yote Musa aliokuwa anafanya uchungaji wake alikuwa anajua ameshika fimbo, lakini unajua Mungu alikuwa anaona nini kwa Musa? Nyoka. Labda pia ile fimbo ya Musa ni hofu, ile fimbo ya Musa ni maisha ambayo anashika. Kwa nini Mungu aligeuza ile fimbo kuwa kiumbe pekee alichokila? Ngapi Mungu aligeuza kwenye maisha yetu ya kibinadamu ya kutoka kuwa laana na kuwa baraka. Mungu alivyokuja akasema, mkononi mwako una nini? Ukasema, mkononi mwangu nimeambiwa nitasa, mkononi mwangu nimeambiwa sitafanya. Chini kwenye ardhi, kumbuka binadamu aliumbwa na nini? Aliumbwa na udongo. Kasaulika kama ilishawahi kuwa ni fimbo ya mchungaji, bali ikawa fimbo iliyowavusha wana wa Israeli. Na je, uko tayari kutupa ulichoshika mkononi mwako ili Mungu akigeuze kiwe baraka na sio laana? Kila la heri mpenzi. Shosti! Tusemezane. Kuna kitu nilikuwa tunafanya Bible study na mtoto wangu. Tuko kwenye kitabu cha Kutoka. Yes, Kutoka, kwenye story ya Musa, mlango wa 4 kama sijakosea. Kwenye mlango wa 4 kuna maswali nilikuwa najiuliza na tulikuwa tunaulizana na mtoto wangu, na mimi nataka nikuulize na wewe. Wakati Mungu anamtuma Musa kwenye mlango wa 4, Musa akamuuliza Mungu hivi, wataaminije kama kweli umenitokea? Si ndio Mungu akamwambia, mkononi mwako una nini? Musa akasema, nina fimbo. Then Mungu akamwambia itupe chini. Then ikageuka nyoka. Alafu Mungu akamwambia amshike yule nyoka kwenye mkia. Then ikarudi kwa fimbo. Kwa nini Mungu alimuuliza Musa, mkononi mwako una nini? Kwa nini ile fimbo iligeuka kuwa nyoka? Na pia kwa nini alimwambia the same nyoka amshike kwenye mkia na ikarudi kwa fimbo? Na my thinking was, mawazo yangu yalikuwa kwanza, kabla sijaanza mawazo yangu, mtoto wangu yeye alisema labda kwa sababu alikuwa mchungaji ndio maana alishika ile fimbo. Kwa nini aligeuka kuwa nyoka? I don't remember well what she said, lakini ninakumbuka ni kwamba alikuwa nyoka ni kwa sababu ni kiumbe pekee kilicholaaniwa. That was her thinking. Sawa. Sasa my thinking was, ambao ninaileta hapa mezani pamoja na mtoto wangu sababu tulijadili Kutoka, kwa nini Mungu alimuuliza Musa, mkononi mwako una nini? Tukirudi kwenye maisha yetu ya leo, mikononi mwetu tuna nini? Kwa sababu maybe tuna fimbo ambayo tunaiamini, ambayo tunaishikilia, ambayo ndio hofu yetu, ambayo tunaishikilia, ambayo ni mambo mengi, marafiki, nini, vyote vile ambayo tunashikilia, labda ni dhambi na kadhalika. Alafu Mungu anakuambia uitupe chini. Like kama achilie hiyo dhambi, like achilie hicho kitu, kiachilie kwake. Alafu ulivyokitupa kikageuka kuwa kiumbe ambacho Mungu alikilaani kuliko viumbe vingine. Umenielewa? Alafu kikawa nyoka. Miaka yote Musa aliokuwa anafanya uchungaji wake alikuwa anajua ameshika fimbo, lakini unajua Mungu alikuwa anaona nini kwa Musa? Nyoka. Yes. Kwa hiyo inamaanisha alikuwa anaona kitu kingine tofauti na sisi ambacho tofauti na macho ya kibinadamu alichokuwa anakiona. Mungu alikuwa anaona laana. Yes, laana. Kwa nini laana? Kwa sababu nyoka alilaaniwa, na alilaaniwa kwa nini? Kwa kuwa na nguvu ya ushawishi na kuwafanya watu na kufanya wa binadamu wakose, tuseme, stahiki zao Eden na kufukuzwa. Unaona? Kwa hiyo inamaanisha kwamba labda ile fimbo alioambiwa itupe, tukija kwenye maisha yetu, ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvitupe ili Mungu avitoe na atupe vipya.
lakini labda watu wengi sisi tumevishika vile vitu tukiwa tunaviona kwa macho yetu ya kawaida kwa sababu ya mazoea. Mimi ni mchungaji, lazima niwe na fimbo, kwa hiyo ni mazoea. Labda pia ile fimbo ya Musa ni hofu, ile fimbo ya Musa ni maisha ambayo anashika. Ile fimbo ya Musa ni vitu vingi ambavyo tumevishika kwenye maisha yetu, matamanio tunawashika kwenye maisha yetu ambao tunaona hatuwezi kuenda bila chenyewe. Alafu Mungu kila siku akija anakuuliza mkononi mwako umeshika nini? Unasema nimeshika fimbo. Akikwambia utupe, hutaki kuitupa kama Musa alivyoambiwa atupe, yeye akawa mtii na kutupa, na alivyotupa ikageuka, na hiyo fimbo ndio ikaja ikapiga bahari ya Shamu ikawa ni baraka. Lakini kabla ya hapo ilikuwa ni nyoka. Kwa nini Mungu aligeuza ile fimbo kuwa kiumbe pekee alichokilani? Na kwa nini Mungu aligeuza ile fimbo kurudi kuwa fimbo ambayo ilikuwa kuja kuwa baraka? Vitu vingapi ambavyo vimekuwa laana kwenye maisha yetu, then Mungu akavigeuza kuwa baraka, kama alivyogeuza fimbo ya Musa kutoka kuwa nyoka na kuwa baraka ya kuwavusha wana wa Israeli. Vitu vingapi Mungu aligeuza kwenye maisha yetu ya kibinadamu ya kutoka kuwa laana na kuwa baraka tukivifikiria. What if vitu ambavyo sisi tumeona kama tumekuwa laana ni kwamba huyu hazai, huyu ni malaya, huyu ni nini, zilikuwa ni laana zilizotajwa, then kupitia kile kitu kilichowekwa kama laana, then Mungu akanyanyuka katikati yake. What if kuna vinywa vilivyotamka laana juu yako ambavyo hizo laana zikakukawa ni kama fimbo umeishika, alafu Mungu alivyokuja akasema mkononi mwako una nini? Ukasema mkononi mwangu nimeambiwa ni tasa, mkononi mwangu nimeambiwa sitafanikiwa, mkononi mwangu nimeambiwa labda umri umeenda, sitaolewa, mkononi mwangu nimeambiwa mimi ni maskini, mkononi mwangu nimeshika. Kwa vitu vyote, then Mungu anakuambia tupa chini kwenye ardhi. Kumbuka binadamu aliumbwa na nini? Aliumbwa na udongo. Kwa hiyo chini inamaanisha ni uumbaji upya, kwenye ardhi ni uumbaji upya. Then Mungu akamwambia Musa tupa chini fimbo. Alivyotupa chini fimbo, Mungu akaiumba upya na ikawa baraka. What if laana tulizonazo, vitu tulivyovishikilia kama fimbo, siku tukiamua kuvitupa chini, Mungu atatuambia okota, kwa sababu nitatenda kama Musa alivyotenda. Kwa sababu fimbo hiyo ndio ilipiga mawe yale yakatoa maji. Fimbo hiyo ndio ilipiga mawe yale, ilipiga bahari ikagawanyika. Fimbo ile ndio ilikuwa kama nguzo yake alivyokuwa anaenda kwa Farao. Tuseme fimbo ile ndio ilikuwa inamsaidia kupanda kwenye milima ile alivyokuwa anapanda kwenda kusali milimani. Fimbo ile ikaja kuwa baraka, na fimbo ikasahaulika kama ilishawahi kuwa ni fimbo ya mchungaji, bali ikawa fimbo iliyowavusha wana wa Israeli. What if tuna fimbo nyingi sana mikononi mwetu? What if tuna fimbo nyingi sana kwenye mikono ni kama moyo wetu? What if tuna fimbo nyingi sana ambazo tunatakiwa tumwachie Mwenyezi Mungu, anajua kumwachia. Mungu kila siku anasema itupe chini na hatuzitupi. Ushakufikiria hivyo? Hebu nawe niambie, kwa nini Musa aliambiwa mkononi mwako una nini? Na kwa nini fimbo iligeuka kuwa nyoka? Na kwa nini fimbo hiyo iligeuka kuwa ikarudi kuwa fimbo? Na kwa nini fimbo hiyo ikatumika kugawanyisha bahari? Kwa nini fimbo hiyo ikatumika kuchapa mawe yakatoka maji? Kwa nini fimbo ambayo aliulizwa mkononi mwako una nini? Ndugu mpendwa, mkononi mwako una nini? Na je, uko tayari kutupa ulichoshika mkononi mwako ili Mungu akigeuze kiwe baraka na sio laana? Kila la heri mpendwa. Shosti, tusemezane.